Na mtazamaji wa PMTV Tanzania, uhari gani? Karibu katika update za PMTV. Tupo hapa kwa ajili ya kukujuza yale ambayo yanatokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Moja kati ya habari ambayo imetrend siku ya jana mpaka leo, lakini bado inazungumzwa kwenye kurasa za mitandao ya kijamii, ni kuhusiana na namna ambavyo serikali ya Marekani ilitengeneza mkakati wa kutuma ndege 155 kwa ajili ya kumuokoa mtu mmoja tu. Watu wengi walishangaa kwa nini serikali ya Marekani, Donald Trump amechukua riski kama hiyo kwa ajili ya kumuokoa mtu mmoja, lakini wakatoa maoni mbalimbali, wengine wakisema thamani ya mtu haizidi chochote kile. Sasa Marekani imetumia ndege 155 za kijeshi katika operation kubwa ya kumuokoa mwanajeshi wake aliyekuwa amepotea ndani ya Iran, hatua ambayo imeelezwa kuwa moja kati ya operation hatari na adimu kwa kufanywa na jeshi hilo. Kwa mujibu wa Rais wa Marekani Donald Trump akiwa anahutubia jana Aprili 6, 2026, operation hiyo ilifanyika baada ya ndege ya kivita aina ya F-15E fighter jet kudunguliwa na Irani Ijumaa Aprili 3 mwaka 2026, ambapo rubani aliokolewa mara moja huku mhudumu wa pili akibaki amepotea katika maeneo ya milimani. Aidha, Trump ameeleza kuwa juhudi za uokoaji zilihusisha ndege 155 pamoja na matumizi ya silaha zaidi ya 200, huku mwanajeshi huyo aliyekuwa amekwama akibaki na bastola pekee kwa ajili ya kujilinda hadi alipookolewa. Akizungumza katika ikulu ya White House, Trump alisifu operation hiyo akisema ni nadra kufanyika kutokana na hatari kubwa kwa wanajeshi na vifaa, akieleza kuwa ilichukua takriban saa 7 ndani ya anga ya Irani kukamilisha uokoaji huo. Hiyo ni moja kati ya taarifa ya kusisimua kweli kweli, namna ambavyo taifa la Marekani limejali uhai wa mtu mmoja kwa kutuma watu wengi kiasi hicho, lakini pia na ndege nyingi kiasi hicho 155, huku na silaha nyingine 200 zikielekezwa katika anga la Irani. Nini maoni yako? Shiriki nasi kwenye comment hapo. Asante.